Tupo katika mji mkuu wa pili nchini Kenya, kwa maana Mombasa. Ligi kuu taifa nchini Kenya imetua katika eneo hili kwa ajili ya kushuhudia mtanange wa aina yake. Mitaa na miji ama barabara za mji huu wa Mombasa kwa hakika zikipendeza ajabu. Utambulisho rasmi kwamba ni SportPesa League mwaka 2025-26 ikielekea kufika ukingoni, na bila shaka mshindi apatikane, watatu wapigwe panga na kushuka daraja. Bahari hilo bila shaka upande wa pili kwa ni Likoni, ama naambiwa ni Likoni Ferry. Wanaovuka siku zote wanavuka kwa kutumia feri ili walao kuweza kuwajibika katika shughuli za kila siku kwa ajili ya kupata lishe bora. Ni uwanja wa Mbaraki mjini Mombasa, eneo sahihi kabisa kushuhudia pambano kati ya Bandari FC ikitetega dhidi ya Posta Rangers katika mkondo wa kwanza mwezi Januari, Bandari wakipata ushindi wa magoli 2-1, mabao yote matatu yakifungwa kunako kipindi cha kwanza. Tupo ange kabisa baada ya mvua kunyonyota kiasi cha haja na makali ya jua kupungua kiasi cha haja, manake ni wakati wa jua la utosini ama jua la mtikati. Umetazama jinsi hali ilivyo. Kwa mfano ni jedwali ya ligi kuu taifa. Gor Mahia bado hapo kileleni kwa tofauti ya alama 4 dhidi ya FC Leopards. Kenya Police nafasi ya 3, Shabana nafasi ya 4, Nairobi United Limbukeni katika nafasi ya 5 bora, alama 1 mbele ya Kakamega Homeboys. Stars nafasi ya 7, Bandari katika nafasi ya 10. Iwapo watashinda leo, basi watakuwa na chupa na kuwapiku KCB, na upande wa pili pia vile tuweze kuona Tusker watafanyaje dhidi ya wapinzani. Kule chini ndio kuna changamoto kuu. Kariobangi Sharks, Bidco United, Sofapaka inategemea ulinzi, ama Kariobangi Sharks watajiunga na Bidco ama Sofapaka katika kupigwa panga. Nimeongea na waamuzi ama walimu kwa faida ya Tusker FC, Julian Matt pamoja na Razak Siwa kwa upande wa Bandari FC. Coach, tupo katika ardhi ya nyumbani, mchezo wa mwisho kabla ya ligi kufikia tamati na kisha msafiri kumaliza shughuli Nairobi. Michezo miwili tu. Kwanza nasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu na imani leo tutapata results. Ni muda mwingi ambao tujapata matokeo mazuri. Kwa hiyo tuna imani kwa sababu ni mechi yetu ya mwisho, lazima tupate results ili tuweze kuweka mashabiki wetu kwenye morale. Kwa hiyo tuna imani kubwa na vile tulivyoiplan, vile tulivyotrain, tuna imani kubwa kumaliza na kupata matokeo mazuri. Coach Met, 2 fixtures, let me say one after today's fixture, then the season comes to an end. Maybe your plans as towards the end of the season. Yeah, we have a great final to play, but let's say that the challenge is to stay focused on each game, because if we start to forget the basics of competitors and professional players and playing 50% just to manage to be 100% for the final, that would be a disaster. So mainly the plan is to stay focused, try to win every game until the final, to prepare the final in the best condition possible. Wanaingia taratibu guu mosi guu pili katika uwanja huu, mtazamaji wa Gema Tembo ama Mvinyo kutoka Ruaraka viungani mwa jiji kula Nairobi dhidi ya Wanabandari katika uwanja huu wa Mbaraki. Unaweza kuona mwamuzi wakati ama pilato wa mchezo akiwa anapiga guu mosi guu pili kwa ushirikiano wenzake, kwa maana yake Stefan Rimba. Dalili tosha kwamba atatafsiri barabara kanuni za mchezo wa mpira wa miguu na kutumia busara kwa ajili ya kufanya maamuzi, ikiwa zimesalia baada ya leo mchezo mmoja tu na kisha msimu wa mwaka 2025-26 kufikia ukingoni, kufikia mwezi huu tarehe 30, na bila shaka tuweze kupata pia bingwa wa taji la shirikisho. Wanapeana mikono ya heri njema. Unaambia siku zote mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kiungwana. Ona pale Erambo, mchezaji wa timu ya taifa, Charles Momanyi pia vile yupo. Nimeona Balecho upande wa pili, Kapaito, Said Tuma upande wa Bandari FC, namuona Abdul Hassan. Zungumzia baadhi ya wachezaji wakina ambao wapo, Juma Andrew, baadhi ya wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kweli kweli kwa ajili ya kufanikisha matokeo katika uwanja huu. Semezana tuweze kuona je itakwendaje Andrew Juma na Erambo upande wa pili. Rosha shilingi kwa ajili ya kubaini nani anaanza na anaanzia wapi.
na kisha baada ya hapo ni kupata picha kumbukumbu. Ukiambiwa siku zote kumbukumbu ni hazina isiyoweza kufutika katika kichwa cha binadamu. Steven Rimba, mwamuzi wa kati ama pilato wa mchezo, tasaidiwa na Njoroge Elizabeth na Paul Ndimba. Mwamuzi wa mezani ama fourth official ni Juma Karume. Kumbusha zama zake katika taratibu hizo za kuweza kuonesha uwezo nao. Mchezaji mrefu kweli kweli, Shikokoti Joseph akichezea Tusker, lakini sasa upande wa pili hapa Juma sio vile. Na kikosi ndicho hicho cha Bandari FC chini ya mwalimu Bernard Mwalala. Alan Geleka bado ameaminika katika taratibu za kudaka. Abdallah Hassan yupo, manake ni mshambuliaji nyota kutokea pembeni kushoto. Rajab Omar, Andrew Juma na Brian Odera, achia mbali Sharif Machabe. Eric Balecho, mojawapo wachezaji wa zamani akichezea Tusker FC. Said Tuma, kiungo mtibuaji. Hamza Mbarak, William Mwandri na Clifford Otieno, baadhi ya wachezaji wapambanaji kweli kweli katika kikosi cha Bandari FC katika ardhi ya nyumbani. Pande wa pili wa Gema Mvinyo, hawa ni wapambanaji. Zila Pavela ndiye mdakaji. Collins Odhiambo, Savela Okola, Omenda Thomas, Momanyi Charles, mzoefu kweli kweli Rambo Crispin, Steven Tianga, Adikenyi Fabian Bathes, Erika Paito, uzoefu wake Otieno Roni na Mutele Yankin, baadhi ya wachezaji ambao wapo chini ya mwalimu Jolin Met, Mfaransa huyu ambaye kwa hakika na toa mwongozo kwa ajili ya kuwezesha. Hali ya anga ilivyo, bila shaka nyuzi 30, dalili tosha kwamba tumeshuhudia manyunyu kiasi cha haja katika mji huu wa Mombasa. Si chochote si lolote, haijalishi bahari inanyesha kwa wingi kiasi gani ama mvua inanyesha kwa wingi kiasi gani, bahari hakuna siku inajaa kupitiliza. Namwona yupo Ramadhan na pia vile yupo msaidizi hapa Siwa Rizak. Hawa wamekwepo kwa miaka mikako, na mpomtazama msaidizi wake huyu mwalimu TM Ibrahim Kingunge, amekuwa na timu ya taifa kwa vijana wasiozidi miaka 23. Amekwepo enzi za Faisal kwa faida ya vilabu mbalimbali miaka ya 50, miaka 60, 70 huko. Upande wa pili ni kocha Jolin Met, amesema kule anakotoka nchini Ufaransa ni maeneo sawia na Mombasa, manake kuna joto jingi mno. Yupo hapa mzungu kwa ajili ya kutafuta alama 3 dhidi ya Bandari FC. Kipenga cha mwamuzi Stephen Rimba kimesikika, ishara tosha ameamuru pambano kwanza. Mtazamaji, mojawapo fixtures ambazo zimeratibiwa leo hii katika nyuga mbalimbali, wakati ambapo tunakwenda hewani. Sofapaka ilikuwa inaongoza kwa goli 1-0 dhidi ya Shabana FC. Shabana bado wamo bioni kwa ajili ya kujitangaza. Sofapaka wamekwisha pigwa panga kushuka daraja, lakini ni wakati ambapo wamekwenda mapumzikoni. Niite bonga boli Michael Were Muhusia. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kufahamisha mawili matatu kuhusiana na ligi kuu ya SportPesa. Wadhamini wakuu wa mashindano haya, mchezo wa mpira wa miguu katika nchi ya Kenya, na kwa hakika ni dalili tosha kwamba baada ya msimu kukamilika, wapo ambao kwa hakika watatuzwa, na kwa kutuzwa ni wachezaji katika kila idara. Nazungumzia mlinda mlango, mlinzi, kiungo, winga, ama hata niseme kwamba mmaliziaji, kocha, meneja wa timu, mashabiki, na pia vile vile hela ndefu kwa bingwa wa taji hili, na ni bilioni takriban za kutosha, hela ndefu niseme hata hivyo. Kwa misimu takriban 10 tuweze kushuhudia kwa hakika tukiondokana na ukata. Mabingwa takriban mara 13 Tusker FC katika ardhi ya Mambaraki dhidi ya Bandari FC. Hawajabeba taji hata hivyo kwa maana ya ligi kuu, lakini taji la shirikisho wamelitoa mwaka 2019 wakiwa na Bernard Mwalala. Anachukua nafasi yake hapa, anakwenda kurusha ni Tuma. Charles Momanyi, linzi wakati kwa faida ya Tusker FC. Zamani tumemwona akifanya makuu kwa faida ya Gor Mahia. Amebeba tajili mara 2 akiwa na Gor, akiwa na Tusker, na ukokota pembeni huko kushoto. Wawe makini sana kwa kile anachokifanya kwenye eneo husika mchezaji Erika Paito. Tafuta Wandri,
kuja mzima mzima kadri uwezo wake kwenda pembeni, huku anatanguliza kadri uwezo wake kwa ajili ya kutoka, lakini anazidiwa pale. Ni kwa faida ya Bandari, iwapo sijakosea, labda mengine atokee, manake jinsi alivyotoka kuepesi hapa mchezaji akaashiria kwamba ameunawa Mubarak kwa Maxwell Hamza. Mwamuzi wakati akasema hamna, kana kwamba ulimpiga chakula na kumnyima uhuru wa kufanya pendavyo, licha kwa niliachiwa kwa iwe ni advantage. Pembeni huku jaribu kadri wake tena. Timu zote mbili kwa mtazamo wangu zimekuwa na wakati mgumu, wakilazimika mara kwa mara kufanya mabadiliko katika benchi la ufundi. Manake walikuwepo hapa Borji kutoka kule sehemu za Morocco, akatupiwa virago, akarudi tena Kennedy Odhiambo pamoja na alibururwa pale, hapana ubishi, mchezaji Said Tuma kiungo tibuaji, wakati mmoja kivaa uzi wa timu ya AFC Leopards. Po makini sana katika eneo lake lile kwa ajili ya kuweza kutekeleza majukumu yake ya kutibua njama na mipango ya timu pinzani. Anapinda kama upinde, tafuta Erambo, anafaulu kuupata karuzi wake. Yankin Muteheli anakwenda kimkakati zaidi, lakini anakosa dira hapa, ananyimwa uhuru wa kufanya pendavyo. Yupo imara kabisa Rajab Omar katika safu ya ulinzi. Hapo naambiwa physical fitness ni jambo la msingi, na pia vile vile uwezo wa mchezaji kusoma mbinu za timu pinzani kwa ajili ya kufanya maamuzi iliyo bora zaidi, maamuzi chanya, kurahisisha mwendo kwa ajili ya bao kupatikana. Wapo katika nafasi ya 10 baada ya kutijiga michezo 32, alama 41, alama 41 sawia na Amorangasil ama KCB kunradhi, lakini sasa kwa tofauti idadi ya mabao, manake Amorangasil nafasi ya 11. Miguso kumtafuta Erambo, anapigwa laza na kubali kwenda ardhini, akiwa nasubiri sasa mwamuzi amtendee haki. Iwapo kwa vyote vile ataendelea na mapambano, basi itakuwa ni ishara tosha kwamba anamrahisishia majukumu mwalimu, ili walau kuendelea kutegemea huduma zake. Majabe alifika mzima mzima na kumtoa kwenye reli. Tusker katika nafasi ya 7, alama 44. Iwapo watashinda, basi watakuwa na fikisha alama 47 na kuwashusha Kakamega Homeboys ambayo ipo na alama 46 baada hapo jana kwenda sare ya 1-1 dhidi ya Kariobangi Sharks. Mkwaju wa madhambi anakuja kuutenga hapa, mtazamaji, ili kwa hakika ni hafifu, pasi na ujanja wa kipekee kwa ajili ya kuweza kutumia fursa. Maana unaambiwa siku zote set pieces ni sawa na nusu bao, iwe ni mkwaju wa kona ama mkwaju wa madhambi nje ule mstari mstatili. Iwapo watakwenda sare, kwa maana Tusker FC watakuwa na alama 45, bado watakuwa nakabiliana na kuweza kuona je itakuwaje kwa upande wa timu ya Mara Sugar watakapocheza dhidi ya Gor Mahia. Manake ikiwa ni sare, basi watakuwa na alama 44, wakipata ushindi dhidi ya Kogalo watakuwa na alama 46, kwa maana kwamba watakuwa wamesalia papo hapo katika nafasi ya 7. Mwisho wamepata ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Bidco United. Bidco wamekwisha aga ligi kuu taifa. Na ukumbuke awali kacheza 1-0 dhidi ya Naiboys, 1-0 dhidi ya Mara Sugar na 0-0 dhidi ya Sofapaka.
na hata hivyo wamefuzu fainali za michuano ya taji la shirikisho itakayotitigwa mwezi ujao. Watapambana dhidi ya Police FC kutafuta mshindi atakayewakilisha taifa kimataifa katika mashindano ya taji la shirikisho. Tapigwa papa hapa Pwani, maeneo ya Kwale. Mabingwa wa taifa zamani, unakumbuka kina Jesse Jackson Were walikwepo, wanandinga wa kupigwa mfano. Tanko mwenyewe katika safu ya udakaji, nakumbuka kina Martin Kiza wakati mmoja wakiwa chini ya mwalimu Matano the Lion, na hata yule Mganda pia vilevile alikwepo hapa. Wanakokota wajaribu kadri wao, lakini jitihada zao zinaambulia patupu. Misitu ya miguu anza kimkakati zaidi kwa ajili ya kurahisisha mwendo hapa. Jitahidi kadri wake Wanjala Dennis, namwona Mutaili Yankin. Wanjala bado yupo kwenye benchi. Kapaito miguso pembeni huku. Omar Rajab mwana mwalimu Bernard Mwalala amekwisha nyanyuka kwa ajili ya kutoa maelekezo. Alikuwepo hapa zamani kabla ya kuondoka, yupo hapa Mfaransa kwa ajili ya kutoa maelekezo. Nasema kwamba naamini vijana wake wana kila sababu ya kuendelea na mapambano, na huenda pengine akaingia sokoni kwa ajili ya kupata wachezaji wenye uwezo mkubwa, ili walau msimu ujao aanze rasmi hatua za kuwania ubingwa kama alivyofanya Nkata wakati fulani akinoa hii Bandari. Kuna wakati ameinoa Tusker kabeba na ubingwa kabla kumaliza shughuli katika uwanja wa Estadio de Buhungu kwa faida ya Kakamega Homeboys. Kuja kuurusha dakika 10 za mchezo, kipindi cha kwanza. Bado milango imezidi kuwa migumu, walina milango hawajajaribiwa pakubwa. Bidi arudi nyuma kwa epesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Japo wachezaji tegemeo, Momanyi yupo katika safu ya ulinzi, mchezaji ambaye siku zote anaonyesha hali ya upambanaji. Namuona Erambo pia vile, lakini sasa Balecho anatekeleza majukumu yake dhidi ya mwajiri wake wa zamani. Na mwamuzi msaidizi Paul Ndiba nawaambia tulia kidogo, ili angalau mwamuzi aweze kutuliza jazba upande wa pili. Ni mkwaju wa kona, yupo William Mwandri tangu mwaka 2016 akiwa na wana Bandari FC, enzi zake Oduor Edward akiwa CEO wa klabu wakati huo. Yupo hapa Kennedy Odhiambo, yupo hapa John Baraza, wameshirikiana pia vile. Sasa ni wakati wake tena Bernard Mwalala akijiunga nao, akitokea Shabana FC kule Shabana, akiwa anakaimu kazi ile kwa ushirikiano na mwalimu wa wakati huo pia vile, ambaye baadaye pia akapigwa panga ama akatupiwa virago ndani ya siku chache. Amekwisha otea Juma. Anza Momanyi, wanavyojipanga katika safu ya ulinzi. Siku zote wachezaji wawili wanasalia katika safu ya ulinzi. Dalili tosha kwamba amekwisha otea, kwa mujibu msaidizi wa refa laini ya kwanza Elizabeth Njoroge dhidi ya Kapaito, kati mmoja kwenda kutafuta lishe bora katika taifa la Ethiopia.
baada tujaona makali ya Hassan Abdallah, japo wachezaji ambao katika uwanja huu anategemewa pakubwa kwa ajili ya kuweza kuonesha uwezo alionao, kati moja akijumuisha katika kikosi cha timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Hassan Abdallah kwenda kule nchini Tanzania Coastal Union, kwa wale wagosi wa kaya katika mkoa wa Tanga, wakati ule akiwa na wakina Feli Mulumba Sioyo, mojawapo wachezaji ambao pia vile walifanya makao hapa kwa faida ya Bandari FC. Miguso katika idara ya kati, anautenga kwake mlinzi wa pembeni, fanya utaratibu pale ni Rajab Omar. Anakwenda kuwajibika. Shaka kazi kubwa sana ufanya pale Charles Momanyi, refu wa kimo siku zote, mtu asiyekuwa na maneno mengi, lakini majukumu yake anatekeleza barabara dimbani, hususan katika safu ya ulinzi kwa faida ya Tusker. Sema bado michezo mitatu kuanzia leo, manake wapo finalini, lakini kabla ya hapo pia vile na pambano mchezo wa mwisho. Takwimu ambazo zinaonyesha kwamba wamekutana mara 28, Tusker FC wakidiriki kupata ushindi mara 15. Upande wa pili Bandari wakisajili ushindi mara 7. Bila shaka mara 6 wamekubali kwenda sare. Kati ya dimba, jaribu kadresi wake kwa ajili ya kukokota ule mpira kimkakati zaidi, anaitwa Ronnie Otieno, anapinda kama upinde, jaribu kupata mwanya ili walau kuweza kupiga hatua. Tafuta Wadri, cheza akili kubwa sana. Bernard Mwalala siku zote sio mtu wa kutulia kwenye chaki, ni forward wa zamani kwa faida ya Nzoia Sugar pamoja na timu ya, nazungumzia FC Leopards, tunazungumzia timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars. Amevaa uzi wa timu ya Yanga, The Young Africans, akichezea Nzoia zama zake alikuwa matata kweli kweli huyu. Achia mbali pia vile vile uwezo wake akiinoa Nzoia Sugar na kuipandisha daraja kuweza kurudi katika ligi kuu taifa. Kutokana na ubora wake ikawa sasa na waniwa kama mpira wa kona kwa ajili na huduma zake kupatikana na kuweza kufanikisha mengi. Kwa sasa anasaidiana na Razak Siwa, mwalimu wa linda milango ambaye pia vile vile ana experience ya kutosha siku nyingi. Achia mbali team manager wake Ibrahim Kingunge, mojawapo wa watu ambao wana DNA ya mchezo wa mpira wa miguu. Amekwepo kwa miaka na mikaka tangu miaka 70, enzi za kina Faisal, Nyundo FC, Liverpool FC, papa hapa mjini Mombasa. Apotacha huyu Ibrahim Kingunge, kumbuka kina Marshall Mulwa miaka ya nyuma, unakumbuka amekwepo Magogo, yule mlinda mlango wa zamani kwa faida ya Nyundo FC, kabla ya kujiunga na Tusker mwaka 1970 mpaka 75, na pia vile akijiunga na timu ya taifa. Anaondoka Kenya kwenda Uarabuni mwaka 1975. Kwa hiyo ni timu ambazo zina historia ndefu, wakati huo wakiwa chini ya Kenneth Matiba, Tusker FC, wakati huo akiitwa Kenya Boris. Anapaza sauti kwa kutoa maelekezo, mbinu za Ulaya hapa. Julien Metz napotaja Ufaransa ndio taifa ambalo lina maakademia nyingi kweli kweli, academies nyingi, na ni bora zaidi zipo kule nchini Ufaransa. Anachukua nafasi yake tena Brian Odera,
zaidi kadri uwezo wao kuweza kupata matokeo chanya. Ushindi kubwa waliopata katika michuano hii dhidi ya Gor Mahia walipopata ushindi wa goli 1-0 katika uwanja wa taifa wa Nyayo jijini Nairobi. Julian Metz akivuruga kabisa uwezo wa Gor Mahia kubeba taji mapema. Iwapo watabeba, manake bado wana kazi dhidi ya Nairobi United kwa mchezo wa mwisho utakaotitigwa tarehe 30 mwezi huu. Lakini kabla ya hapo, wikendi hii wanatutiga dhidi ya Wakatamua kutoka kule Mara, kwa maana Mara Sugar. Picha ngavu yenye ubora zaidi kupitia kiwa chako pendwa KBC Channel 1. Na wakati ambapo tunafanya matangazo ya soka, mchezo wa mpira wa miguu, kosha langoni anafanya kazi kubwa na kutoa mpira dosha. Inabidi pia tukumbuke mwenzetu ambaye mhakiki wa soka, mtangazaji wa mchezo wa mpira wa miguu Diblo Elmago Kaberia, ambaye taarifa ambazo tumezipata ni kwamba ametangulia mbele za haki. Sema kwamba makiwa kwa ndugu jamaa na marafiki, maisha ni ukungu, ulichomozapo jua la mauti hayana budi kutoweka. Huko hapa kubwa Diblo Kaberia Elmago kwa kazi kubwa sana ambayo wamefanya kwa ushirikiano wa wana michezo wote katika Jamhuri ya Kenya kufanikisha mengi kwa faida mchezo wa mpira wa miguu na michezo mingineyo. Ni mkwaju wa madhambi unakuja kutengwa hapa na Hassan Abdallah. Piga mpira mkubwa sana. Piga unyende akipata kusikika upande wa pili. Mwamuzi anasema umecheza ndivyo sivyo, anajaribu kujitetea upande wa pili hapa Eric Kapaito, lakini anamwambia niliyoshuhudia kwa macho yangu ya nyama, na kwa hakika mwamuzi amekuwa sahihi kabisa, manake alitumia ujanja kwa ajili ya kumtoa kwenye njia. Alimgusa japo kidushu kwa kutumia kumbo ili kuweza kumnyima uhuru wa kufanya pendavyo mchezaji Eric Kapaito. Kwenye misitu ya miguu pembeni kulia huku, jaribu uwezo wake, anafika kwa wakati lakini anautoa nje mchezaji Wadri. Alisema alikuwa rudi kwao kule alikotoka nchini Uganda, manake aliniambia amepeza nyumbani. Kwambia hapa ni nyumbani, amesema hapana, nyumbani nyumbani hata kama ni pango. Ila anapenda Kenya kwa sababu ni watu wa karibu. Lakini akasema ndoto yake ya kuchezea timu ya taifa imekufa kutegemea na hali ilivyo nchini Uganda. Vipaji ni vingi. Kwambia hakuna haja, weka hai matumaini, manake yote yanawezekana chini ya jua. Anautenga tena huku msima kumtafuta maliziaji. Inacheza na mlinda mlango ambaye kwa hakika hana pupa hata kidogo. Zote mbili zilikuwa zionekana zina utimamu kabisa katika safu ya ulinzi. Shughuli kubwa ikionekana kwa namna jinsi wanavyovurugana katika idara ya kati na hata kwenye maeneo ya pembeni ya uwanja ama mwa uwanja. Haya, unaambiwa mambo ni bahwa mtazamaji popote ulipo. Ngalieka shakawa ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. bahwa yaani mambo mazuri kweli kweli, manake tupo pwani ya Kenya. Upepo unapuliza kiasi cha haja, mandhari tulivu kabisa. Hatupo mbali na bahari kuu, bahari Hindi. Anapigwa tobo,
akichezea Police FC ya Uganda. Piga matuta usoni, dalili tosha kwamba yupo katika hali ya upambanaji katika uwanja huu. Anaashiria kwa kupiga makunyanzi usoni. Unaambiwa nembo ni Sport Pesa kwa ushirikiano na KBC Channel 1, mwendani wako michezoni. Kutaja wanakuja ama kujikusanya kwa ajili ya kusikiza mawidha yake hapa mwamuzi wakati wote kwa hakika wakishusha lawama mbele ya Pilato wa mchezo ili walau atoe hukumu. Anawaambiwa kwa vyote vile muwe makini na kwa hakika kufuatilia kile ambacho tunafanyikisha kwa maneno katika uwanja huu. Tengwa moja mkubwa kule, najazana vizuri sana katika safu ya ulinzi na hususan wanapojenga ukuta kwa ajili ya kuweza kuzuia. Anakwenda Ferrare kule, mwamuzi anapuliza kipenga. Anakwenda kwa kasi kweli kweli. Hebu tazama anavyorusha milonjo yake. Alimvuta tena kwa maksudi. Unapomvuta na mwamuzi yupo karibu, anaona pasi na usaidizi wa VAR, manake macho yake ya nyama yameelewesha kwamba ametendewa madhambi muhusika mkuu ambaye kwa hakika amepata huruma ya mwamuzi. Yani mwamuzi anaendana na kasi ya mchezo. Stephen Rimba hataki kuwa mbali na eneo la matukio ama eneo la tukio. Mahali ambapo ngoma inakaribia, basi yupo hatua chache tu. Burumiza kombora toka nje. Hebu tazama alichokifanya baada ya kuandaliwa katika njia. Aliunganisha sawa sawa mtazamaji, lakini kwa vyovyote vile hakulenga shabaha. Tazama jinsi anavyohangaika Dibani. Tazama atakachokifanya Etiang. Amekula kashiba, amesindilia kwa misuli. Geleka Alan ambaye ni mdakaji kwa faida ya timu ya Bandari FC. Kwa macho ya kawaida utambeza ukisema huyu hawezi kuwa kipa. Hujamwona anavyonyumbuka kupangua hatari kutokana na mikwaju inayotoka kwa wapinzani dimbani. Ananyanyuka hapa mchezaji huyu Said Tuma, mtu asiyekuwa na maneno mengi dimbani siku zote. Kazi yake ni kutibua njama za mpinzani na kusaidia pakubwa kujenga ukuta usopitika. Yupo Balecho. Haya, tengo moja mkubwa kule, kati moja mikwepo hapa wakina na Mudeche katika safu ya udakaji. Pale Kenya Brothers zamani wamekwepo makipa si mchezo. Napotaja Charles na Mudeche, hata pia walikuwepo wakina Kibira miaka 90 wanacheza dhidi ya Motema Pembe ya Zaire. Wakina Sami Pamzo Molo wameichezea timu hii katika safu ya ulinzi wakifanya makuu. Wakina Musa Otieno, wakina Vincent Kwarula, baadhi ya vigogo ambao nawataja mpaka nakubali walikuwepo. Wakina Festa Serenge, mlinzi wa pembeni kushoto. Na tunazama kupitia KBC Channel 1 miaka ya nyuma. Nipo katika shule ya msingi, leo hii nipo moja kwa moja nikiwajibika. Wametukuza kutokana na matukio haya. Tuma tena kadri uwezo wake, cheza na Balecho.
Jitihada zake zinaambulia patupu. Sasa ni upande wa Tusker. Hapa anachokifanya pale ni Xavier Amour kwake Barthez Fabian. Ilikuwa ni changamoto kwa vikosi vyote viwili kuvunja ukuta. Kazi inazua kazi kuliko kazi kamili, mtazamaji, katika uwanja huu. Timu zote mbili mpaka sasa kuna yote ilidiriki kule lango la mpinzani. Wakati uliopita Bandari wakawa na wakati mgumu, manake unapotazama jinsi walivyocheza, walipoteza dhidi ya APS Bomet katikati ya juma, ambapo walikubali kuchezea kichapo cha magoli 2-0. Vijana wake Sami Pamzo Omolo wakitakata kweli kweli na kuondokea eneo isiyokuwa salama na kukwepa shoka la kushuka daraja. Sami Pamzo Omolo. Kwa hiyo walipoteza alama 2 extra. Hebu tazama kilichotokea. 1-3 akapigwa chakula kakubali kwenda ardhini. Anaubishi kwa Jumadhambi kwenda sare ya 1-1 dhidi ya Posta Rangers, jambo ambalo kidogo nikana kwamba ilivuruga taratibu zao. Wamekwenda sare pia vile vile dhidi ya KCB. Ndani ya michezo 4 wameruhusu magoli 6 wakifunga magoli 3. Hapa nikirejelea Bandari. Na maana kwamba walikwenda sare mara 2 na kupoteza mara 2. Wametupwa nje ya taji la FKF, ambapo kwa hakika Polisi iliwadingua mashindano ambayo tumeshuhudia. Pia vile vile mshindi akipatikana kupitia changamoto mkwaju wa penalty. They've only managed 1 win ndani ya michezo 5 katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo katika hili wana kazi kubwa sana dhidi ya Tusker. Anaanza kukokota, andaliwa katika njia kuja mzima Xavier kwake Rambo. Pembeni huku kwake Yankin Erambo. Crispin Erambo ndio leo hii amefungwa mkando wa nahodha kuiongoza timu kwa ajili ya kupata matokeo. Dakika 30 za mchezo, kipindi cha kwanza. Kuna bado yote amediriki kuvamia kikamilifu na kupasa wale ukuta na kumpa salamu mdakaji. Kona kwa faida ya Tusker. Wamekawia Jangwani, manake tangu Police FC kubeba taji, Gor Mahia kwa sasa wanawania sawa na FC Leopards. Inakuwa ni mtihani mkubwa sana kwa wao kuweza kuonekana mashindanoni. Labda kichakufuatia ni katika taji ile ambalo watakuwa na titiga kwa ajili ya kutafuta nafasi ya kuweza kuwakilisha taifa kimataifa. Na wakati hapa walikuwepo kina Bud Omar, kumbuka kina Jackie Satudo. Tusker mwaka 2015 walikuwepo pia mchezaji namwona hapa coaches Mwalala. 1-3 tena kwa Kitsuma. Anatoa minus juu ya mstari kumtafuta, na leo hii sijui kwa nini anacheza chini ya mstari Hassan. Labda pengine ni kutokana na uwezo wake wa kubadilishana majukumu dimbani, manake kwa kawaida yake tumemzoea akiwa katika safu ya mbele na hususan pembeni kushoto ama kulia kwa ajili ya kuchochea kasi ya mchezo na kuleta madhara makubwa sana dhidi ya mpinzani. Labda ndizo njama walizoziweka mwalimu Bernard Mwalala. Achia mbali Ibrahim Kingunge.
Imekuwa ni safari ndefu mtazamaji, timu zikititiga takriban michezo 33, mwisho itakuwa 34, kila mmoja akihesabika. Safari za nyumbani na ugenini si masiara, manake wanagharamika pakubwa. Erambo kitahiri karuwezi wake tena, anapinda kama upinda kutoka tena kumtafuta upande wa pili mchezaji Balecho. Upande wa pili ni kwamba Murang'a Seal wanapambana dhidi ya Bidco United. Bidco United wamekwisha shuka ngazi. Kotaja Bidco United, vijana wake Anthony Ahulia, Murang'a Seal wakitafuta namna ya kuweza kumaliza ndani ya 10 bora. Wapo katika uwanja nyumbani, mpaka sasa ni 0-0. Nafasi, lakini kwa hakika mpira unakuwa mwingi, unatoka nje, sema kwamba ni mkwaju wa kona. Matata sana kwa jinsi alivyojitahidi kufika kwenye eneo husika baada ya kuandaliwa krosi. Rajab Omar moja kwa moja akitafuta uunganishwe mzima hapa mchezaji pale Clifford Otieno, pasi za mafanikio. Wandri ndiye mtaalamu wa kutenga mipira hii. Hali anga kinyume ya kawaida, manake kwa hakika ni msimu wa mvua na kijibaridi kiasi cha haja. Kwa hiyo joto kidogo imepungua na inakuwa ni mazingira rafiki sana kwa Tusker FC, hususan ambao wametoka jijini Nairobi. Kwa hiyo kwao kidogo wanapata nafuu. Bandari ni wenyeji. Anaashiria kwamba ni mkwaju wa madhambi, mguu wake umerushwa kiolela. Anajaribu kuteta na mwamuzi, wakati anamwambia nimeshuhudia haya matukio hadharani, na kwa vyovyote vile kile ninachoamua katika uwanja huu ninaamua kwa kutenda haki. Alivyonyanyua mguu wake tena hadharani kiolela hapa Akoula Amor dhidi ya Majabe. Tulishuhudia wakati uliopita katika uwanja wa Police Sacco Lennox Oguto akipigwa kadi nyekundu kwa kumchezea ndivyo sivyo Brian Marita, pambano ambalo liliishia sare ya magoli 2-2 Nairobi United dhidi ya Postal Rangers. Kina Umala kwa baadhi ya wafungaji, kina Jackson Masharia kitumkia kimiani, kina Ulilo wanajenga ukuta. Bila shaka lazima hiyo ni miguu kadhaa, tena miguu ya mtu mzima kwa ajili ya kuweza kujenga ule ukuta kwa faida ya kuzuia. Tuweze kuona nani kati ya wahusika watatu, Wandri, Hassan na Balecho, atakayeutenga ule mpira kwa ajili ya kuweza kuhesabika mwisho wa siku. Balecho yupo kutokea pembeni kushoto, amekwisha amua ni wapi atapiga, na sasa ni swala la muda tu. Wandri pia yupo. Balecho hana sababu ya kuruka mfano wa ndama kupitiliza, lakini mwisho anasema wacha niwaonjeshe tu, manake sio sawa kuvuruga mwajiri wangu wa zamani. Afrika kimepigwa kimataifa, lazima kwa vyote vile awe na sababu ya kupoza kiu. Matata sana hapa. Kijana mpambanaji yupo katika ubora wake. Eric Balecho wake wa kushoto ameutenga vile, ungedhani ni Henry Thierry zama zake akivaa uzi wa Arsenali. Ndio mambo yake. Ama ukirudi bara la Afrika alikuwepo mchezaji matata kwa maana Kalusha Bwalia. Kwa wale waliotazama ngoma
dimba la bara Afrika mwaka 1996 akivaa uzi wa Chipolopolo ya Zambia na mikwaju ile hususan nje ya mstari wa mstatili dhidi ya Burkina Faso. Kirudi Kenya basi unamkumbuka Noah Beach, zama zake mtaalamu wa kupiga free kick. Wadri Tuma tena Tuma wameanza kwa kuongoza dakika chache kabla ya kwenda mapumzikoni. Raha ilioje kwa wachezaji wa timu ya nyumbani, lakini naambiwa katika mchezo wa mpira wa miguu Tusker wapo vizuri tu. Walimu wote wapo kwenye chaki kwa ajili ya kutoa maelekezo. Wanandinga ama wachezaji waweza kutafsiri mbinu za walimu kwa matendo dimbani, wote wakiwa kwa hakika wana uwezo mkubwa wa kutekeleza yote. Tazama mwamuzi wa kati Steven Rimba amepikwa majukumu na shirikisho la soka nchini Kenya kwa ajili ya kuweza kusimamia pambano. Wapo na wasaidizi wake. Unapotaja mchezo wa mpira wa miguu kwa ajili ya kupata mchezo ambao kwa hakika unaheshimika pakubwa, lazima uwe na wasimamizi bora. Makosa kiulinzi pale, mtazamaji. Kipa ameunyaka, utadhani kwamba yupo mazoezini. Amekwepo hapa pia vile vile John Mark Makwata, lakini kwa sasa amejiunga na Mathare United. Kocha Mwalala anajificha sana siku hizi. Bernard Mwalala. Tuma Terikarozi wake pembeni kulia, huku walikuwepo wachezaji wenye uwezo mkubwa sampuli hiyo miaka ya nyuma kwa faida ya Tusker FC. Joshua Oyo achia mbali Ali Hassan Abondo akijiunga nao akitokea Gor Mahia, na kisha karudi tena kuvaa uzi wa Gor Mahia. Pinda vizuri upande wa pili kajiri uwezo wake kwa ajili kutoka. Balecho tena anaukokota moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kumtafuta mwenzake, lakini ameuzidisha kwa kasi. Tacha Balecho, Naaman Balecho Eric mara nyingi anacheza kama winga kwa faida ya timu husika, lakini mara inategemea na jinsi mwalimu anaamua kumpanga dimbani. Kwa sasa makao yake ni papa hapa mjini Mombasa, lakini awali amechezea Tusker FC na kabla hapo aliwahi vaa uzi wa Murang'a Seal kule sehemu za Murang'a, na anakubalika pakubwa sana kutokana na mguu wake ule wa kushoto, uwezo wake wa kuweza kupiga hatua kwa maana kupiga chenga, mbali na kufunga uwezo pia vile wa kutoa cross kwa maana assist anahesabika. Na kwa hakika akijiunga nao akitokea Murang'a Seal. Ukiangalia jinsi wachezaji hao wanavyotitiga utajua mtu iwapo kwa vyote vile alitokea kwenye akademia au vipi. Wengi wamekuwepo kwenye akademia, mojawapo ikiwa ni Cheza Sports Academy na nyingine Mount Kenya University ambapo Balecho alikuwepo miaka ya nyuma.
Cheza na mlinda mlango kwa ajili ya kujaribu kuwavuta angalau warudi nyuma, manake sasa wamejenga ukuta ama wameganda kwenye eneo lao la ulinzi, wakimwacha mbele mchezaji mmoja tu, Eric Kapaito. Potanja Eric Kapaito, miaka 30, sawa kule sehemu za Namanga, yupo hapa kwa ajili ya kuweza kutekeleza majukumu yake pasavyo. Mojawapo wachezaji ambao unatamani kuona wakiwa na mpira miguuni hao. Tuma yupo kabisa pale, bado namuona Kapaito kijaribu kusogea walau kuweza kutoa challenge dhidi ya walinzi pamoja na mlinda mlango ambaye kwa hakika leo hii bado amezidi kukaa ngumu. Mbona we ni namba 2 mgongoni? Unajua sasa wengi watajiuliza, sio kawaida kwa wadakaji. Hata hivyo unaweza pata ni 16, unaweza kupata ni 13, 15 ama moja kama ilivyo kawaida, lakini mbili yake Ngeleka Alan raha iliyoje mtazamaji popote ulipo katika Jamhuri ya Kenya kupitia KBC Channel 1, runinga ambao kwa hakika inakufanikishia kuweza kuona hata hivyo matangazo ya mchezo wa mpira wa miguu sehemu mbalimbali kutoka Jamhuri ya Kenya na hata nje ya mipaka yetu. Weka ngoma chini, sekunde za kuhesabu kabla ya kipenga cha mwamuzi wakati kupuliza na kuruhusu wachezaji kwenda mapumzikoni. Adhana Alecho haya, dakika ni moja imeongezwa kufidia muda uliopotea kipindi cha kwanza mtazamaji, na kisha tupate kuwashuhudia wachezaji wakienda katika chumba cha kubadilishia nguo kwa ajili ya kupata maelekezo kutoka kwa walimu. Fabian Barthez Adikin naashiria ungemlisha kadi ya njano hapa mwalimu Bernard Mwalala. Vipi hapo umeachilia na kumruhusu jamaa kufanya pendavyo? Fabian ameteta na mwamuzi wa kati, na pale wanawasiliana kwa kutumia mitambo ya kisasa kinyume na jinsi mambo yalivyokuwa miaka awali. Hapa ni Fabian Barthez. Fabian Barthez, unakumbuka mchezaji wa mdakaji wa Ufaransa Fabian Barthez miaka ya nyuma, na mdakaji kule nchini England. Analalama ni vipi hapa, nikana kwamba anaonewa, lakini mwamuzi amekwisha kufanya maamuzi. Ameonyeshwa rangi sawia na jezi alovaa ya njano, kumbusha kwamba lazima acheze kiungwana zaidi katika mchezo wa mpira wa miguu. Wakati wa huo basi, mwamuzi wa kati Steven Rimba anapuliza kipenga kuashiria kwamba ni mapumziko. Dakika 45, moja nyongeza, Bandari FC dhidi ya Tusker FC katika uwanja huu wa Mbaraki. Kila mmoja amecheza kwa tahadhari ya hali ya juu, mikimbio hapa na pale. Tumeshuhudia mikimbio yake Steven Etiang Odima, lakini mambo yamezidi kwa mazito upande wao, na kwenda mapumzikoni wakiwa chini goli 1-0. Bandari FC 1, Tusker 0, ni mapumziko.
Na tunarudi tena kipindi cha pili, mtazamaji, katika uwanja huu wa Mbaraki mjini Mombasa, wakati ambapo vikosi viwili vimekwisha rudi tayari kwa mapambano. Dakika 45 ambazo zimesalia tuweze kubaini mbivu na mbichi. Balecho ndiye mfungaji kufikia sasa, ambapo wamekwenda mapumzikoni wakiwa wanaongoza kwa goli 1-0 kwa maana Bandari FC dhidi ya Tusker, na sasa wanarudi tena kwa ajili ya kuweza kuendelea na mapambano. Tuweze kushuhudia ni vipi watatumia fursa ama nafasi zao ndani ya dakika 45 kipindi cha pili. Mwamuzi yupo na ni wakati ambapo naamini kwamba tutakuwa tunashuhudia mchezo wa kuvutia kweli kweli. Kwa mawasiliano na wenzake kidole gumba hapo mwamuzi wakati Steven Rimba. Karibu sana mtazamaji, kumbuka ni ligi ya SportPesa makala 2025-26. Tunarudi sasa kipindi cha pili. Bandari kunako dakika 36 wakipata bao kupitia Balecho dhidi ya Tusker. Wanasema amekwesha otea tayari. Hapa alidhamiria kupata la mapema mno, lakini mrembo hapa Toto Show Elizabeth Njoroge ameashiria kwamba alizidisha mapema. Tupo ange kabisa kupitia KBC Channel 1 mtazamaji, ligi ya SportPesa, mchezo wao wa mwisho katika ardhi ya nyumbani. Bandari FC imecheza takriban michezo mitano pasi na kupata ushindi mfululizo, manake wamepata ndani michezo mitano, wamepata ushindi mara moja tu. Kwa hiyo baada hapa watakuwa na safari sasa kumaliza udhia dhidi ya Mathare United. Niite Bonga Bole Michael Were Mbuhusia, tupo hapa kurusha matangazo na kwa hakika picha ngavu na yenye ubora zaidi popote momote kokote uliko mtazamaji, ikiwa ni siku ambapo pia vile tunamkumbuka mtangazaji nguli wa mchezo wa mpira wa miguu, amekumbatia sana ligi kuu taifa nchini Kenya, Diblo Elmago wa Kaberia, ambaye ametuacha. Nasema kama ilivyo ada, kazi ya Mungu haina makosa. Sema kwa kawaida maisha ni ukungu, ichomozapo jua la mauti haya yanabudi kutoweka. Nilikuwa nafuatilia sana kujua Tusker imekwendaje, Bandari wamechezaje, vipi upande wa AFC Leopards wanavyocheza dhidi ya APS Bomet, Rangasil upande wa pili wanavyocheza dhidi ya Bidco. Ndio mambo yake pale redioni siku zote kwa ajili ya kukuza mchezo huu. Pigo kuu kwa hakika ni pengo ambalo haliwezi kuzibika. Tazama chokifanya pale Hassan mzima. Chukua nafasi yake upande wa pili huku, anautenga mzima, lakini mlinda mlango yupo vizuri kabisa katika harakati zile za kuweza kunyaka ule mpira. Mawasiliano yake na walinzi ni jambo la kupigiwa mfano. Mikimbio yake na anavyoyonga langoni ni mojawapo ya mambo ambayo kwa hakika nimeyashuhudia kwa namna jinsi anavyorahisisha mwendo na kutoa mwongozo katika safu ya ulinzi kwa ajili ya kuwafanya walinzi kuwa ange. Bado Rambo, mchezaji wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, amejumuishwa katika kikosi cha wachezaji wa Mwanandinga ambao watacheza mchezo wa kirafiki hivi karibuni. Vijana wake Benny McCarthy, Rambo apigwa manasi tena pembeni kushoto huku, itaka kupata vizuri Amor Savia, mojawapo wachezaji ambao ameonekana kufanikisha mikimbio kipindi cha kwanza, lakini akakosa kuwa makini katika hatua zake za mwisho.
Unapotaja mchezo wa mpira wa miguu lazima ukwende kimkakati, na zaidi ya yote uwe mwepesi wa kufanya maamuzi dimbani, na hasa unapofika mbele ya lango kwa ajili ya kutoa changamoto ya kipekee. Kazi kubwa siku zote ni bao kupatikana. Etiang Steven Etiang Majabe, mojawapo wachezaji ambao ni dhabiti kule katika safu ya ulinzi. Jaribu karuzi wake anampiga tobo, lakini Jama Medina amegoma hata hivyo kugeuzwa kinyago kama si upepo katika uwanja huu. Jairus Mukhwana Zadok adhi wanaofuatilia kikamilifu kupitia KBC Channel 1. Kuja kurusha tena Safir, moja wapo wachezaji ambao labda pengine atakuwa anapumzishwa baadaye kutegemea na maamuzi ya mwamuzi ama mwalimu. Namzungumzia Julian Met ambaye amekuwa na mtiririko mzuri tu tangu achukue nafasi, akiziba pengo lilowachwa na mwalimu ama mkufunzi Okere. Okere zamani alikuwa na George Maina. George Maina alikuwa ni forward matata zama zake kwa faida ya Kenya Brewers. Akaja kuwa tena mwalimu msaidizi kwa faida ya Tusker. Watu ambao wana DNA ya timu napotaja George Maina. Katikati ya dimba jaribu kumtafuta Kapaito, ngangari kweli kweli katika safu ya ulinzi kwa ajili ya kuzuia madhara kwenye eneo lake. Brian Odera kitovu cha asili yake ni kule sehemu za Namanga. Huyu Eric Kapaito Balecho tafuta side Tuma na ukosa. Tuma naona yellow shots, 4 yellow shots katika safu ya ulinzi, kiongoza na mchezaji pale pesi sana kuweza kumwona ni kile anachokifanya siku zote katika safu ya ulinzi. Charles Mumanyi Andrew Juma tena kwake mlinda mlango Alan Ngeleka. Jibu utosi bado ni mapambano, nasema patano watachembe katika uwanja huu. Anauparaza kwa kichwa Balecho. Wawe makini sana, manake Balecho mguu wake ule wa kushoto ni mguu wenye madhara hatari kweli kweli. AFC Leopards wamekwisha fungwa magoli 2-0 na APS Bomet. Huenda pengine dalili tosha kwamba Gor Mahia wanabeba taji kabla ya wakati, manake watacheza dhidi ya Mara Sugar na pia vile watitige dhidi ya Nairobi United. Yupo hapa Fabian Barthes Erambo. Saituma katika idara ya kati. Erambo tena bado anapambana kadri wake. Etianga na ukosa. Mpira unakuwa mkubwa. Hapa atalazimika kujieleza hata kwa Kifaransa ikiwezekana mwalimu Julian Met. Namwona Modo Kimani, mlinzi wa zamani kwa faida ya Mathare United, FC Leopards timu ya taifa, na ndiye kocha msaidizi kwa faida ya timu ya taifa Kenya Harambee Stars. Kuna wakati amefunza hata hii Bandari FC. Kimani, naambia wachezaji na makocha ni kama samaki baharini. Jibu kwa kichwa kule na ukosa, jaribu kadri wake tena. Pata mazingira tulivu Erambo, lakini na ukosa tena hapa. Kubiza kombora ambao kwa hakika na kosa kupata kipimo. Angali mwenye makogo linda mlango huyu
Fabian Etienne pembeni kushoto, jaribu karuzi wake tena kuunganisha, lakini anakosa kufanya mahesabu. Mpira kwa mwingi unatoka nje, kwa ni goal kick. Sama na virudi nyuma, Ronnie Otieno Koth, baadhi ya wahusika wakuu ambao wanategemewa pakubwa hapa kwa ajili ya kufanikisha matokeo chanya katika uwanja huu. Jalishi upo Mombasa, Kilifi, Malindi na vitongoji yao vyote hivyo, ile sehemu za Lamu, kote Shambani unapoingia Voi, Taita Taveta, yani pwani kwa ujumla, Kwale. Wanafuatilia mchezo wa mpira wa miguu na hususan kupitia KBC. Msimamo wa ligi kuu taifa ni kwamba Kogalo, iwapo Leopards wangepata ushindi dhidi ya APS Bomet, basi wangekuwa na tofauti alama moja na kuiombea Gor Mahia njaa dhidi ya Mara Sugar. Lakini kwa sasa Leopards tayari wapo chini kwa goli 2-0. Shuhudia pia vile upande wa pili kwamba Shabana 1-1 dhidi ya Sofapaka. Hata anajieleza hapa Ronnie Otieno kwamba alitarajia kupata chochote kile, alivyopata Tuma akanyimwa uhuru wa kufanya apendavyo na mchezaji Ronnie Otieno, na ndio sababu mwamuzi akapuliza kipenga kwa ajili ya kuruhusu daktari afike kwa ajili ya kumpa uangalizi wa kimatibabu Hussein Tuma. Kwa mara ya kwanza namshuhudia akiwa meganda ardhini akiungulia dhoruba maumivu anaopata kwenye maungo yake. Sio kawaida yake, mara nyingi anapodondoka na nyanyuka, na kudondoka basi inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Mwalala wanageuza moyo wake kuwa uwanja wa majaribio, manake anafahamu fika anahitaji kutunza goli hilo ambalo wamepata mpaka sasa. Naona wanapunga hapa, ni wale ambao tunaita wapambanaji kutoka Ulaya, wamefika kwa ajili ya kuweza kufurahia mapambano katika uwanja huu. Said Tuma anapata kile ambacho tunaita uangalizi wa kimatibabu ama medical attention. Mchezaji ambaye ni kiungo dhabiti kweli kweli katika timu ya Bandari FC, na ndio sababu mwalimu Mwalala awe na wasiwasi kiasi cha haja anaposema moyo wake unageuzwa kuwa uwanja wa majaribio. Ni ishara tosha kutokana na kazi anaofanya siku zote dimbani kwa ajili ya kutibua mbinu za mpinzani kimkakati zaidi. Rangasili Joe Waithera tayari magoli 19, amefunga magoli 2 mpaka sasa. Pambano ambalo linaendelea katika uwanja wa St Sebastian SportPesa Arena kule maeneo ya Murang'a, ambapo anacheza dhidi ya Bidco United, manake anafukuzia kiatu cha dhahabu. Ligi inazidi kushika kasi na kwa hakika tunaelekea ukingoni. William Mwadri taja kile alichokifanya pia vile Thomas Teka, taja Tusker FC. Thomas Teka yupo, Collins Odhiambo, Oguda,
Upande wa pili tumeona jinsi anavyojituma kweli kweli Hamza Mubarak kwa upande wa Bandari FC. William Mwadhiri pamoja na Abdallah Hassan pia vile ni wapambanaji, kazi ambao wametekeleza. Tutakuwa tunamuona Joshua Ibrahim huenda akapewa nafasi ya kuingia na kujitiga katika uwanja huu. Kitovu cha asili yake nchini Tanzania. Manyunyu yakishuhudiwa sasa. Tuma na pumzika. Kwa kile ambacho kimetokea, kwa vyote vile hangeendelea liwe liwalo. Ndio sababu tunashuhudia Said Tuma akitoka. Anapokelewa vizuri, ameonyesha hali ya upambanaji. Hali kadhalika, kwa hiyo ni mabadiliko mawili kwa mpigo na ni mabadiliko ya kiufundi katika uwanja huu. Ameingizwa Franco Uya, hali kadhalika Collins Mwalati. Wachezaji wawili ambao wameingizwa kwa ajili ya kuweza kujaza pengo. Tazama pale Said Tuma pamoja na Mubarak wamepumzishwa, wachezaji wawili ambao kwa hakika wameingia katika daftari ya mwamuzi wakati, kuashiria kwamba wao wana kila sababu ya kusubiri sasa matokeo ndani ya dakika 90 za mchezo. Unaweza kuona Collins Mwalati, ujio wake una faida gani haswa? Vipi tena kwa Franco Uya? Tusker wanataka kujibu. Yupo Ian Simiyu Barasa na mchezaji tegemeo kwa maana Ibrahim Joshua. Kutokana na manyunyu ambayo tunashuhudia, dalili tosha kwamba anapumzishwa Steven Etiang. Nafasi yake inatwaliwa na mchezaji Joshua Ibrahim kutoka nchini Tanzania. Amepachika mabao mpaka sasa, alisema anahitaji kufunga mabao 7. Ian Simiyu Alkina anatoka. Yankin. Kwa hiyo wachezaji wawili kwa upande wa Tusker pia vile wamekwenda kuketi kwenye benchi. Chukua nafasi yake upande wa pili huku William Mwadhiri. Tazama jinsi atakavyotekeleza majukumu yake ikiwa anafuata maelekezo mwalimu kutokea kwenye chaki huku. Apotaja Ibrahim, uwanja wake ambao kwa hakika unamrahisishia mwendo siku zote huwa ni uwanja ule wa Nguru ambapo amefunga takriban magoli 4. Nakumbuka akifunga mawili dhidi ya Kakamega Homeboys, akipachika mawili kwa faida ya Tusker Machi 5 mwaka huu. Fursa jingine kwa mkabe sana huyu Erambo, na hivyo tazama jinsi alivyojipenyeza tena kujua kwenye nafasi ya kipekee mchezaji Ibrahim Joshua. Mikimbio yake kwa hakika anakwenda kwa mahesabu. Idi Juma mara nyingi
kuongoza. Mabadiliko yanayofanya siku zote lazima yawe ni mabadiliko ambayo yanaweza kupa manufaa, hususan tukirejelea jinsi unavyopaswa kulinda goli moja ama mbili ama goli matatu, na wakati huo wewe unafanya mashambulizi kwa ajili ya kuongeza idadi ya mabao. Otieno Clifford Otieno, mojawapo wachezaji ambao leo hii bado hatujaona uwezo wao mkubwa ambao uliozoeleka. Wapo chini, namwona Juma pamoja na mwenzake upande wa pili, mchezaji Charles Momanyi ambaye ni mlinzi. Alikwenda mzima pale Momanyi katika changamoto ama mchakato ule wa kuweza kumzuia ama kumnyima uhuru Juma kufanya pendavyo, na ndio sababu unaweza kuona amelazimika kuhudumiwa moja kwa moja, anawekewa donge kwa ajili ya angalau kumwezesha kunyanyuka iwapo kwa vyote vile eneo lile litakufa kazi na apate utimamu wa mwili kurudi kuendelea mapambano. Daktari mzoefu Mwite Makanga. Sikiza kwa umbali pale mwamuzi akitoa maelekezo. Wapo wanafuatilia akademia hiyo pia vile, na pia kuna timu ya watoto wa kike ya Bandari, na pia kuna mashabiki ambao wamefika, ishara tosha kwamba wapo hapa kwa ajili ya kupata burudani na hata kutakia timu husika matokeo chanya. Uza nyingineyo lakini anaukosa, labda pengine mlinda mlango bado anaonekana kwa mpambanaji, na yupo Ange Pavel Zila. Hali bado ni ngumu. Kipindi cha pili hatujashuhudia hatari yote ile katika ngome ya Tusker au upande wa pili, kwa maana dhidi ya Bandari, wote kwa hakika wakicheza kwa tahadhari ya hali ya juu. Anza tena, piga kibuyu, nguvu mpya. Cheza na Juma. Katika uwezo wake kuwatoka kwa wakati hapa, anaweka katika njia kumtafuta Wadri, anafika kwa wepesi, anaopoteza. Machabe taka kupasuka kwa sera hapa. Charles Momanyi shindwa kunani, mbona mkabi mapema na kutomruhusu kutamba na kufanya pendavyo. Hebu tazama krosi moja maridhao iliyotengwa. Momanyi akajitahidi kadri uwezo wake kuzuia, lakini kuteleza kwa mhusika mkuu ukawakosesha dira. Machabe anafika kwa wepesi kabisa, lakini reaction yake tena Charles Momanyi inaweka mchezoni bado. Na sauti za wachezaji napoangalia ugenini, timu ya Tusker FC wamepata ushindi mmoja tu ndani ya michezo mitano, lakini kwa ujumla ni kwamba wamepata ushindi wamepata ushindi mara 3 ndani ya michezo minne, nyumbani na ugenini ndani ya michezo minne.
head to head kwao, ushindi 3 kati ya michezo 5 wanapokutana Bandari. Kwenda utosi pale mtazamaji, jitahidi kadri uwezo wake kwa kwenda hewani kwa ajili ya kuua yule mpira pasi na mafanikio. Kawa sasa anaungulia maumivu makali kweli kweli. Tazama Wahome the Venom, mwandishi nguli wa kupigwa mfano pale KBC, ikiwa ananipa taarifa za wazi kwamba Gor Mahia ndio mabingwa wa taji la ligi kuu taifa msimu wa mwaka 2025-26. Manake Leopards wamepoteza kwa magoli 2-1 dhidi ya APS Bomet, vijana wake mchezaji wa zamani wa Tusker na Gor Mahia pia vile vile, kwa maana Pamso Omolo. Kwa hiyo ni dhahiri shairi Pamso anakwenda takriban michezo 6 akipata ushindi, na aliletwa pale kwa ajili ya kuokoa jahazi Limbukeni ambao wanasalia ligeni sawia na Nairobi United. Daniel Wahome bado anajitahidi kadri uwezo wao, naamini wanaweza pata chochote mtazamaji. Ni uwanja wa mapambano, nasema patano watachembe kila mmoja katika ubora wake. Hebu tazama kilichotokea, nguvu mpya alivyojitahidi kadri uwezo wake kudhibiti ule mpira pasi na mafanikio. Manake alikabwa kweli kweli na kufinywa kwa pani na mchezaji Ronnie Otieno. Anaingia Thomas Omole Odhiambo, anatoka Ronnie Okoth. Mabadiliko ya kiufundi kwa upande wa pili hapa, anaingizwa nguvu mpya, miguu changamfu kwa maana fresh legs. Bado mmoja katika ubora wake kwa ajili ya kuweza kupata nafasi ya kuonyesha kwamba inawezekana. Tazama jinsi alivyozuia kiwiliwili chake akiutumia barabara dhidi ya Odera, akidhamiria hata hivyo kuweza kutekeleza yote mtazamaji. Kwa Madhambi Injole mstari mstatili. Ita Kapaito Eric alibururwa tena kwa makusudi na mwamuzi akawa ametazama, ameona anataka kupasuka kwa hasira hapa. Abdalla Hassan haya ndugu Langat Shaka Afande anafuatilia, sema KBC kwa kika macho yake yote amekazia kwenye kiwanja kufuatilia pambano kwa namna jinsi hali inavyoendelea katika uwanja huu. Ni mkwaju wa madhambi unakwenda kutengwa sasa. Wapo wachezaji watatu wanakula njama akilini. Namuona hapa mchezaji nguvu mpya Ibrahim Joshua, yupo pia vile vile nguvu mpya Ian Simiyu Baraza. Huyo Simiyu mmoja wapo wachezaji ambao tegemeo sana, mtaalamu wa kupiga mpira mifu. Simiyu piga kwenye ukuta moja kwa moja. The guts. Anakwenda kutenga mkwaju wa kona. Tusker wanaamini kwamba wana kila sababu ya kuweza kupata matokeo katika uwanja huu wa Mbaraki. Zack Waweru, japo changanuzi wa mchezo wa mpira wa miguu,
watu ambao kwa hakika wameishi maisha ya soka kwa miaka na mikaka, sema kwamba pia hali ya uwanja lazima zingatiwe, mojawapo vitu muhimu sana katika mchezo wa mpira wa miguu. Anakuja kutekeleza majukumu yake tangu apewe nafasi ya kuweza kuiongoza Tusker. Ameonyesha ukakamavu wake na uwezo mkubwa wa kutekeleza wajibu wake kimkakati. Mwanzo ni mojawapo watu ambao wamepata ushindi dhidi ya Kogalo, pasi na kusahau Sami Pamzo Mono amepata ushindi dhidi ya Kogalo, amepata ushindi dhidi ya AFC Leopards. Pembeni huku jaribu hii Bairazam Simiyu anapinda vizuri katika uwezo wake, ni mlinzi wa pembeni kushoto huyu Savia. Kati ya dimba na upata pale mchezaji William Wadri. Franco Wia jitahidi katika uwezo wake sasa, ni Bandari FC anaukokota kutokea pembeni kushoto kumtafuta Wadri. Rosha milonjo yake katika uwezo wake, lakini bado anaishiria kwa anasema tayari kulikuwepo na itilafu mapema mno kabla ya mhusika mkuu kufika kibabe zaidi na kujaribu kutumbukiza ile mpira kimiani. Mtao wa mchezo wa mpira wa miguu Peter utazama pia amekuwa mhusika mkuu katika usimamizi wa masuala ya mchezo wa mpira wa miguu katika shirikisho la soka nchini Kenya. Sema kwamba raha sana kufuatilia mambo haya kwa namna jinsi yanavyotekelezwa kimkakati zaidi, kiwa sehemu za Eldoret. Kipchirchir Momanyi kuja vizuri kabisa tena hapa, mtazamaji, tuliza kadwezo wake kwa ajili ya kuongeza kasi ya mchezo. Kazi inazua kazi kuliko kazi yenyewe. Namuona Dennis Iguma kutoka Uganda, huenda pengine akapewa nafasi kwa ajili ya kuendelea kutakata katika uwanja huu. Cheza na mlinda mlango upande wa pili, ashiria kwamba inawezekana hapa mzee. Iwe ni sehemu za Eldoret kalikopita, iwe ni sehemu za Kakamega, iwe ni pwani kwa jumla, iwe ni magharibi ya Kenya, Kisumu, Moyale, vipi sehemu za Migori, Homa Bay, kote pembeni za nchi ya Kenya. KBC Channel 1, nguvu kubwa Sport Pesa na wadau wote wa mchezo wa mpira wa miguu wakifanikisha haya. Simiyu jaribu tena upande wa pili kumtafuta mhusika mpambanaji Rajab Omar, mmojawapo wachezaji ambao leo hii kwa hakika wametokwa na majasho kwa pani, wanatitiga kikamilifu kabisa na kufanya mambo pendavyo, mtazamaji. Kwa dakika zinazidi kuyoyoma katika uwanja huu, kila mmoja anafanya mambo kwa mahesabu tuweze kujua kunani na kunaendaje. Hata hivyo, bingwa kumekwisha patikana, mabingwa mara 22 Kogalo. Kazi ipo. Tazama kinachoendelea. Nakumbuka pia vile kuna timu ambazo zinapambana kweli kweli kwa ajili ya kupanda ngazi. Manake wakati ambapo tazama kilichofanyika pale upande wa pili dhidi ya Balecho. Manake Balecho alitaka kuzuia
lakini upande wa pili hapa Amor Okola Savia akamnyima uhuru wa kufanya hivyo, ikawa sasa amemdhibiti barabara. Amenyanyuka, wanatathmini hali yake kabla ya kumruhusu kuendelea na mapambano katika uwanja huu. Alisajiliwa kitokea kule Murang'a ambao Joe Waithera amefunga mabao mawili jioni hii na kuongeza idadi ya mabao, akiwa anaongoza chati ya ufungaji mabao. Anafukuzia kiatu cha dhahabu. Analalama hapa, anauliza kunani hapa. Mwalimu mwita hapa, mwalimu mzoefu wa taifa pana Mwalala. Dennis Oguta jiweka tayari kabisa. Unaona mabingwa wa taji ni Gor Mahia mwaka 2025-26 kule pembeni. Konga mtambo wa panya, kipa mnusura pale apate madhara makubwa sana. Ni rasmi, unaweza kuona chini ya kiwanja chako hapo upande wa mabingwa wa ligi. Hebu tazama kilichotokea. Akakwenda hewani vizuri kabisa pale, akijibu mapigo kwa kichwa nguvu mpya Frank Owia. Pata mkwaju wa madhambi ulikwenda kuutenga. Kazi inazua kazi kuliko kazi kamili katika uwanja wa mtazamaji. Napokuwa ni mkwaju wa madhambi, hebu tazama kinachotokea pembeni kule. Simiyu ana mapafu kama si ya mbwa basi ni mapafu ya duma. Wadri anaachilia kwenye advantage. Tazama alichokifanya pale Hassan. Leo hii ni kama anapigwa dakika 90 dimbani. Maanake kwa kawaida tunashuhudia mara nyingi akipumzishwa ili kuwapa wengine nafasi, lakini kwa namna hali ilivyo ni kwamba amenyanyuka na amesema kwamba lazima endelee na upambanaji katika uwanja huu. Dakika 82 kipindi cha pili, kipindi cha lala salama ama kwa mkono wa buriani ukipenda, katika mchezo wa mpira wa miguu hadi kipenga cha mwisho. Huenda wakafanya mabadiliko mengine katika uwanja huu. Anakwenda Simiyu. Hewani tena uparaza kwa kichwa, mpira kwa mwingi unatoka nje. Bado safari inaendelea, kila mmoja katika ubora wake unajiweka katika nafasi rafiki ili walau kuweza kupata matokeo chanya. Na ndio uwanja ambao kwa tunasema kwamba mashabiki wamefika kwa ajili ya kupata burudani kamili. Naambiwa wapwani ni wastaarabu, na ndivyo walivyoketi kitako wakijinesa nesa kwenye viti wakifuatilia ngoma katika uwanja huu, wakisubiri kipenga cha mwamuzi wakati ili walau kuweza kuridhika kutokana na matokeo ambayo wanapata katika uwanja wa nyumbani, wapo mambo yatasalia kuwa hivi mpaka mwisho. Anapewa nafasi mchezaji Mohamed Barisa. William Wadri anapumzika. Uganda huyu tangu mwaka 2016-17 akiwa uwanjani kwa faida ya timu hii ya Bandari. William Wadri anapumzika, nafasi yake inatwaliwa na mchezaji huyu
Baraka Muhammad. Tusker pia wamefanya mabadiliko. Mbona amepumzika Collins Oguda amekwenda kupumzika pia, vile vile akiingizwa mchezaji Dennis Iguma, ameingizwa pia vile vile mchezaji Dennis Oguta. Wote hawa kwa hakika naamini kwamba wanatekeleza yote kwa ajili ya kuweza kupata matokeo chana. Abdallah Kala ametoka kwenda kucheza katika taifa la Tanzania, sio mbali hapa, ni kwa Wadigo hapo upande wa pili, kwa maana Wadigo wa Tanga, wagosi wa kaya wale na wataja, akipambana kiasi cha haja kabla tena kurudi nyumbani kuwaita Coastal Union. Haya, Ibrahim Joshua alitokea Fountain Gate kule nchini Tanzania, anakwenda kutenga, si mwingine bali ni Hassan. Amelishwa kadi ya njano Hassan dakika za jioni hizi. Hassan apopata kwa takwimu za haraka itakuwa ni matokeo mazuri sana, matokeo ambayo kwa hakika itakuwa ni ya kuridhisha kwa upande wa Bandari FC, manake ndio mchezo wao wa mwisho wanapotitega katika ardhi ya nyumbani kabla ya kusafiri kwenda nje ili walau kumalizia majukumu. Pigwa chakula na kwenda ardhini, jaribu tena kujibu kwa kichwa, tafuta Wafula ama Simiyu huko, pambana kadri uwezo wake, anapoka ule mpira. Zamu ya Bandari FC anamwendelea katika njia pembeni huku, jaribu kuunganisha, anapoteza. Alitaka kupiga mkasi hapa, anarudi nyuma kwa wepesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Bado kuwajibika pakubwa nguvu mpya Alvin Ngoto. Yani nusura nikumbusha alichokifanya miaka ya 90 mchezaji mmoja, kwa maana Ibrahim Bakayoko kwa faida ya Ivory Coast ama wanatembo kutoka Afrika Magharibi. Ibrahim Bakayoko, na mwaka 1994 alichokifanya Rashid Yekini katika dimba la dunia. Alitaka kupiga mkasi, ametwikwa majukumu Dennis Iguma. Ni swala la muda, manake wapo ambao wanawania kupanda ligi kuu taifa ikirejelea 3K kutoka kule sehemu za Embu. Wapo Migori Youth ambao wapo kileleni pa jedwali la ligi ya NSL. Wapo pia vile vile Mombasa United watakuwa wanapiga katika uwanja huu dhidi ya 3K siku ya Jumatano, na unaweza kuona kwamba ni vita vya kupanda daraja. Hata hivyo Equity FC pia vile vile wamo mbioni kwa ajili ya kutafuta namna ya kuweza kuhesabika, manake tayari Sofapaka unapozungumza upande wa pili Bidco wamekwisha aga ligi kuu, na labda upande wa pili huko sasa tuweze kuona, je, kati ya Ulinzi Stars na Kariobangi Sharks nani atakayewafuata.
Manake Jumapili ijayo ndio sasa tunafikia kilele na kileleta ya msimu wa mwaka 2025-26. Ana kweli kweli pembeni kule Karuzo wake akaambulia patupu. Tusker katika nafasi ya 7, alama 44, wanasalia papo papo. Ajabu ni kwamba APS Bomet wamechupa mpaka nafasi ya 8. Unawazia jambo nzito hili. Wapo juu ya Bandari, wapo juu ya KCB, wapo juu ya Mara Sugar, Murang'a Seal, Posta Rangers. Dalili tosha kwamba wamejitahidi kadri uwezo wao kwa ajili ya kupata matokeo chanya. Dakika ni 8 zimeongezwa, nyingi sana kufidia muda uliopotea kipindi cha pili. Manake tumekuwepo na shughuli nyingi tu za kuruhusu wachezaji kupata huduma ya kwanza dimbani wanapocheza ugenini. Tusker FC yajayo yanafurahisha. Rekodi yao ugenini si nzuri sana unapoangalia Tusker, manake wanashikilia nafasi ya 18 kwa kucheza ugenini wakifuatwa na Ulinzi Stars. Fursa nyingine imemtaja sana huyu katika eneo lile, hawachiwi nafasi ya kuvurumiza kombora. Wanashtukiza sasa pembeni kushoto, amekwisha fika nguvu mpya tayari kupokea. Alvin anajamini kupita kiasi. Anaendesha moja kwa moja, lakini mpira kwa mwingine unatoka nje. Unaanza tena, goal kick, wana muda wa kupoteza katika uwanja huo, anatafuta walau hata kupata sare. Mwalimu mwenyewe akisema kwamba ni timu ambayo ni sumbufu mno katika uwanja wa nyumbani, na kwa hakika tunashuhudia kinachotokea papa hapa katika uwanja wa Bandari ama Mbaraki. Walikuwa na safari nyingi, safari ndefu kwa namna walivyosafiri kwa ajili ya kupata matokeo ndani na nje. Manake na michezo mingine wamepeleka kule Kwale, tena wanarudi katika ardhi ya nyumbani kwa ajili ya kuendelea na mapambano. Kwa hiyo katika hili imekuwa na changamoto kubwa sana tangu arudi achukue nafasi yake hapa kocha Bernard Mwalala, na wanapotaja Bernard Mwalala na kila sababu ya kuweza kuingia sokoni walau kufanya mawili matatu kwa ajili ya kuweza kupata wachezaji, labda kuboresha kikosi, na ni kitu ambacho kitafanyika katika vikosi vyote tu. Manake huwa ni fursa kipekee kwa walimu kusajili na atakupunguza. Hebu mtazame Siwa, amesimama, utadhani anataka kudaka. Baraza kwa kichwa kule, anaokosa. Bandari FC katika nafasi ya 10. Angalia sasa itakuwaje baada ya hapa. Ni kimbio ya wao wenyewe kuweza kuanza katika nafasi bora, na kisha baada ya hapa pia vile vile nazungumzia Tusker watakuwa napiga dhidi ya Police FC, vijana wake mwalimu Nicholas Miyoti kwenye fainali kuu ya taji lile la shirikisho. Ni jambo ambalo pia vile vile tunasubiria kuona itakuwaje. Katika mchezo wa soka mambo ni mengi sana, na labda kurudi kimataifa kuweza kuwakilisha taifa, manake wamewahi wakilisha taifa katika mashindano hayo. Narejelea Tusker FC na pia vile vile Police, angalau mara moja Police FC wakifanya vivyo hivyo.
Kwa hiyo ni safari ndefu, safari ambayo itakuwa ni heri kwa yule ambaye ataweza kutoa ubingwa, na kutoa ubingwa ina maana kwamba unawakilisha taifa kimataifa. Gor Mahia tayari wamekwisha pata fursa hiyo. Sasa upande wa pili tunasubiri kuita kwa fursa hii. Kosha langoni. Momanyi mlinzi wa kati kwa faida ya Wagema Mvinyo. Kwa maana Tusker akirudi nyuma kwepesi kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Mtoto wa kike kwa wasichana wasiozidi umri wa miaka 17 wametiga hapo jana ama majuzi katika uwanja wa kitaifa pale nchini Uganda, sare ya 1-1. Watakuwa wanafanya marudio katika jiji kule Nairobi, ambapo tutakuwa tunashuhudia kazi watakayotekeleza kwa faida ya mashabiki katika ardhi ya nyumbani, kutafuta nafasi ya kupambana katika dimba la dunia tukafanyika Morocco. Mshindi atakutana na Tanzania katika hatua za mwisho. Nasubiri kipenga cha mwamuzi wa kati. Anakwenda kwa kasi mno pembeni huku, jitahidi kadri uwezo wake, tena anazuiliwa kunyimwa uhuru wa kufanya pendavyo. Gadisho kule nakwenda Rijoncho. Jitahidi kweli kweli katika uwanja nyumbani kwa jasho na damu. Aliandaliwa katika njia Majabe, akijitahidi kadri uwezo wake kulenga shabaha, lakini mpira kwa hakika umekwenda kinyume na matarajio. Shuti linakwenda fyongo. Mambo mazito sana haya. Tazama kile kilichotokea, jinsi alivyokwenda mzima kuwania ule mpira, na mtu anaingia katika daftari ya mwamuzi wakati. Nguvu mpya Macho huyo anaingia katika daftari ya mwamuzi wakati kwa kucheza ndivyo sivyo. Amekosa kuwa muungwana katika uwanja huu, na ndio sababu anasajiliwa kwa makosa. Mazuri. Lina mlango ana kila sababu ya kumega sekunde za kuhesabu. Ana kila sababu ya kujihisi nyumbani, manake ni mmojawapo wahusika wakuu mwenye mikogo katika uwanja wa nyumbani. Nachokifanya hapa bila shaka na wakera wana Tusker, manake wao wanaamini kwamba wana kila sababu ya kufanya chochote kile. Dennis Oguta alilishwa kadi ya njano. Kipenga chake mwamuzi wakati kinasikika. Anamtamatisha pambano katika uwanja wa mtazamaji. Pilato wa mchezo kwa maana yake Steven Rimba. Ushindi muhimu sana kwa faida ya hawa wana Bandari FC dhidi ya Tusker. Dakika zote 90 za mchezo, Bandari FC goli moja, Tusker 0 full time. Nam, naweza kuona statistics ama takwimu waliwazidi hapa ni Tusker asilimia 52 dhidi ya 48, na wamejitahidi. Ndio njano zimeshuhudiwa, offside tumehesabu ni ngapi, na pia vile vile
mashuti yalivyotua.